Ni mwili wa Dominic Pius ambaye alifariki dunia baada ya kudaiwa kuuawa na mke wake Fatuma Said kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali kwenye koromeo. Umeagwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru na kisha baadaye utakwenda kupumzishwa katika makaburi ya Njiro yaliyopo mkoani Arusha, huku zikiwa zimepita siku 7 baada ya kukosekana kwa ndugu zake. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa baharini. Oh, nitamjua. Ikumbuke kuwa tukio hilo lilitokea katika mtaa wa Moivo, kata ya Moivo, wilayani Arumeru, mkoani Arusha, baada ya watoto wa marehemu kueleza jinsi ambavyo walivyoweza kushuhudia tukio hilo, ambapo baadaye jeshi la polisi walifika katika eneo hilo na kumkamata mwanamke huyo kwa ajili ya taratibu nyingine za kisheria. Msifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe sana. Poleni sana ndugu waombolezaji, poleni mno. Ni msiba ambao kimsingi sisi kama madereva ulikuja ghafla. Tulikuwa naye kwenye mpango kazi ya Jumatatu ya tarehe 28, lakini asubuhi tunapokea taarifa ambazo zilikuwa ni ngumu kuzipokea kama madereva. Hasa mimi nilikuwa naye karibu sana, nimekaa naye kwa muda wa miaka 7 kwenye gari yangu. Na ni mtu wangu karibu sana. Kwa hiyo yani sikuweza kupokea zile taarifa. Nilikuwa najua ni utani. Hapakuwa na jinsi yoyote baada ya kujiridhisha kwamba ni kweli jamaa yangu na rafiki yangu ambaye nilikuwa na mpango naye kazi wa asubuhi ya Jumanne. Na hii bahati mbaya basi hayakuwa mapenzi ya Mungu, ni mapenzi ya shetani. Amina. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni Domi endelee kuishi. Ila shetani ndio alikatisha uhai wa Domi kwa njia ya kisu. Sihesabu kuwa ni mpango wa Mungu. Sihesabu kuwa ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo basi kwa zaidi ya hayo tupokee kwamba nimeshatokea hilo kwa Domi, na iwe mpango wa Mungu kwetu sisi, iwe mpango mizuri kwa Mungu. Yasitokee hayo ambayo tujifunze na mambo ambayo yametokea kwa mwenzetu huyu ambaye kwa bahati mbaya kwa amejiandaa kwa ajili ya hilo. Niliongea naye akiwa nasikiza mpira wa Simba. Tukapeana kazi usiku. Nikamtania wote tunatania naye sana. Basi akawa hivyo, tukaacha kuongea, mimi nikaenda kazini usiku. Na asubuhi saa 1:30 napigiwa simu ambayo mpaka sasa hivi siamini. Lakini kwa jeneza hili mbele najua ni kweli kwamba Domi hayuko na mimi na familia yake pia. Poleni sana waombolezaji. La hili lingine ni kwamba natoa shukrani. Nikiona umati huu unadhihirisha kwa jinsi gani Domi alikuwa na watu wengi nyuma yake. Kumbe hakuwa yeye tu na familia yake. Hakuwa tu na vyombo vya habari. Hakuwa tu na mwenyekiti wa mtaa, bali alikuwa na watu kwa mamia ambao walikuwa nyuma yake na wamemzunguka. Hakuwa tu na madereva sikukuu, alikuwa na nyeo za watu wengi sana. Niendelee kushukuru ofisi ya mkurugenzi wa jiji ambaye pia nao wamekuwa sehemu kutuchangia msiba huu. Nashukuru sana ofisi ya mkurugenzi wa jiji la Arusha, walitushika mkono. Kwa hiyo nawapongeza. Marehemu Dominic Pius Mainoko alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 1985 mkoani Morogoro. Marehemu Dominic alipata elimu ya msingi kuanzia mwaka 1992 na kuhitimu mwaka 1998 mkoani Morogoro. Baada ya kumaliza elimu ya msingi, marehemu alihamia mkoa wa Arusha mwaka 1999 ambapo alikuwa akifanya shughuli za ujasiriamali. Mwaka 2000 hadi 2001 alipata mafunzo ya udereva mkoani Arusha. Baada ya kuhitimu mafunzo ya udereva, alipata kazi ya udereva usafirishaji wa mizigo katika soko kuu la Arusha mnamo mwaka 2003 hadi sasa umauti ulipomkuta. Mwaka 2005 marehemu Dominic alioa na kubarikiwa kupata watoto 3, wa kiume 1 na wa kike 2. Kifo. Mnamo tarehe 29 mwezi wa 7 2026, marehemu Dominic alichomwa na kitu chenye ncha kali kilichokata mshipa mkuu wa damu na kusababisha kutoka na damu nyingi hadi kufikwa na umauti. Shukrani. Wafanyakazi wenzake kwa niaba ya familia wanatoa shukrani za dhati kwa wote walioshiriki kufanikisha shughuli nzima ya mazishi, ikiwemo mama mwenye nyumba ambaye alitoa ushirikiano mkubwa toka tukio lilipotokea. Jeshi la polisi, viongozi wa serikali za mtaa,
wamo hivyo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa na mtendaji wake, hospitali ya Mount Meru ambapo mwili wake ulihifadhiwa, na kwa kipekee kabisa wafanyakazi wenzake wote walisimamia hatua zote muhimu za kushughulikia shughuli nzima ya mazishi, na wale wote walioshiriki kwa namna moja ama nyingine kufanikisha shughuli nzima ya mazishi ya mpendwa wetu Dominiki. Mungu awabariki.